Tumuombe mama Samia Suluhu Hassan. Hata pata roho ya kifafa cha kuanguka kuanzia sasa. Tulikataa hiyo roho. Kwa sababu sasa hivi kuna watu wanajipanga kwenye mambo ya uchawi. Hilo mloge rais. Hilo mloge mama. Na tunataka tumuombe asilogwe. Hadi sasa hivi wamefeli kila kona. Okay. Sasa hivi wamebaki kwenye eneo hili la uchawi tu. Tunakumbuka mambo mengi ya wakuu wa nchi duniani sijawahi kukosea. Ndio. Humo ndani kuna watu wachache wanatafuta mambo ya uchawi. Hawatafanikiwa. Wamloge rais. Wamloge mama rais. Wapendwa watazamaji wa channel yetu pendwa Shomari Papa TV. Leo tuna furaha kwa mara nyingine. Nianze maamkizi mema, niseme amani ya Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwa kila anayehitaji huruma ya Mungu. Leo tumetembelewa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Temba. Ni mtu maarufu sana, amezunguka Afrika na dunia, anaifahamu vizuri. Leo ametufikia hapa ofisini kwetu na sisi tumempokea. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Karibu sana. Tutafanya mazungumzo na yeye, sio mahojiano kwa sababu si mwandishi wa habari. Ila tutafanya mazungumzo. Mtumishi, ndio naomba wasalimu wapendwa, alafu tuingie kwenye mada yetu inayozungumza matamko ya maaskofu dhidi ya wanasiasa. Sahihi. Na nimshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa siku ya leo, na nishukuru pia kufika kwenye studio hizi nzuri za kisasa za MyPop TV, na mimi mwenyewe na appreciate kazi unayofanya. Ni kazi kubwa. Haijalishi ndani ya Ukristo, ya Uislamu au ya upagani wanaokupiga vita, wewe haijalishi ile leo ndani yako Mungu anapokusemesha kwa ajili ya kuzungumza, kwa sababu kwenye kuzungumza ndiko kunafungua watu macho. Kwenye kuzungumza ndiko kunasaidia watu kuelewa. Kwenye kuzungumza ndiko tunapashana habari, na katika habari ndio maana watu wanasonga mbele, na pia kuleta amani kwa nchi na kwa ujumla. Kwa hiyo sisi hatuna mahali pa kukimbilia. Tunaweza tukakimbia, lakini wazazi wetu hawana pa kukimbilia. Kwa maana hiyo basi nishukuru kwa kufika leo. asante. Na nawasalimia pia washirika wako, na endelea. Ni mimi mwenyewe namfuatilia sana, anani inspire, namkubali, na nakubali pia kile anachokifanya. Kwa hiyo kwa kufika kwangu hapa nimefika kwa sababu ya vigezo vyake. Kwanza ni vigezo vya kimataifa, namuona vimefiti, na ni vigezo ambavyo vya kitaifa. Na niwaombe viongozi hasa wa serikali wafuatilie hii na wamsikilize, na sababu yanazungumzwa na kiongozi na ni Mtanzania kweli kweli na uchungu na nchi. Lakini sio hivyo tu, pia wa support. Hata serikali ikisupport, watu wakisupport, kama una namba ya benki, wewe unaweka namba yako ya benki, account ya benki pale. Unaomba utatamani pia kusupport zaidi kwa ajili ya uboreshaji wa studio yako. Tunaona kuna vitu vingine vya uboreshaji. Wewe unaweza kuweka account yako pale chini wakati unaongea, basi wenye moyo pia wataguswa. Sasa wote na mimi naweza kukuja support pia. Asante sana. Asante. Labda nikuulize kitu kidogo. Juzi tumesikia tamko la baba askofu wa Katoliki. Sahihi. Tunasema Katoliki ni imani kubwa, ni dhehebu kubwa lenye watu wasomi, wenye weledi, na wewe ni Mkristo na nchi yetu hatuna udini. Na ndio maana wewe mchungaji umekuja kwangu na mimi nahitaji msaada wako. Sahihi. Unalieleza vipi lile tamko la kutaka serikali kama serikali imwachie mara moja Tundu Lissu na bila masharti yoyote? Unawaambia nini Watanzania? Labda niseme kitu kimoja. Kwanza tusipende kuviamini kile kitendo kama amezungumza maaskofu. Kuna ni binadamu pia. Ndio. Lakini pia kabla tujaenda moja kwa moja, tusipende kuviamini vyombo vya habari 100%. Kwa nini? Kwa mfano, mtu anaweza kutoa speech, lakini katika baadaye wakaichukua wakaichangata kidogo, ikasogezwa kwenye eneo ile mara moja, kumbe kuna vitu vilizungumzwa hapo katikati. Unaona vikawa vimezungumzwa katikati, alafu wakavitoa wakaviingiza kwa ajili ya kuleta taharuki kwa jamii. Kwa mimi naamini kwamba hatuwezi kuamini vyombo 100%, lakini pia kama askofu alizungumza vile, aliteleza ulimi. Wale ni watumishi wa Mungu, inawezekana aliteleza ulimi, au kuna baadhi labda kanisani pale kuna watu wanaonekana wa kuruka hiyo, akataka kuwafurahisha.
kufurahisha watu. Unajua na comedy sengeneza zinafanyika kwenye makanisa huko. Utaka kuwafurahisha watu lakini sio dhati. Lakini nahisi sana inawezekana kuwa na editing pale na wasiwasi. Kama hakuna editing pale basi atakufurahisha kundi fulani. Kwa sababu nchi imewekewa taratibu. Na taratibu zilizowekwa maaskofu wana nguvu sana. Kuna mtu yuko pale anaitwa DPP. Wana nguvu sana. Kama walikuwa wamempeleka moja kwa moja kwa DPP. DPP ndio mwenye uwezo wa kuangalia swala hili linafaa kuendelea, tuna ushahidi wa kutosha au hatuna, basi akaliondoa mbali. Hiyo kama kesho anapokuja mahakama ya serikali ikasema mwendesha mashtaka akasema kwamba hatuna nia ya kuendelea. Kwa hiyo mimi naamini hata viongozi wa dini wanajua kwamba DPP wanaweza kumfisi ofisini kwake, ni rahisi kumpata mtu yote tofauti na serikali kwa viongozi wa mawaziri, rais ambao inahitaji nani upate muda. Lakini kwa DPP unaenda tu ukiwa na issue yako na bado naona ni viongozi wakubwa wakanae pale wanaweza kaelezana pale. DPP naye akasema atakuwa ameshapata draft au akafuatilia ikaisha hivyo kimya. Kwa sababu pia nataka niombe maaskofu wangu kama tukiwa na mbinu tukihubiri injili tukaingiza siasa kwa matamko ya staili hii kwamba tunawafurahisha washirika wetu, tutafika mahali washirika watatudharau. Tutafika sasa washirika watataka sisi tuseme hivi, utakuta maandiko labda yanashindwa kusema vile, sasa unaanza kudharaulika pale. Na ndio maana unakumbuka wale zamani kama baba yake Yohana Mbatizaji yule alikuwa yeye ni kuhani ambaye alikuwa akiingia mle ndani kama anafanya swala na nini anafungwa kamba. Kwa hiyo kila saa wanamtafuta ile kamba, unajua yuko hai. Maana wanasema pale patakatifu. Hapana mambo ya ajabu. Kwa hiyo akiona wanavuta kamba mtu haji basi wanajua tayari ameshakufa. Kwa sababu amepata adhabu ya dhambi kule. Kwa maana ninasema yale madhabahu huwa tunajua ni madhabahu ya kimungu, yanawakilisha Mungu, ni matakatifu, hamna mawa. Siasa hizi hamna. Hii nchi ni nchi ambayo inafuata sheria. Ndio. Na bahati nzuri ni kwamba hakuna mtu asiyesikia aliyosema Lissu. Mimi mwenyewe nilishangaa sana kwa sababu Lissu bora nasema Heche. Lissu ni gwiji wa sheria. Sasa hapo unajua kunafika mahali pengine wanaona wanashiria wananishangaza. Lissu hapo anajua katiba ya nchi sana. Sawa? Sasa akisema kwa mfano hiyo hoja yake kusema no reform no election. Ina maana hamuingii kwenye mchakato. Mnafanya nje ya mchakato. Sasa ukiangalia ile concept kwa ujumla kwa mwanasheria, hakuna mwanasheria yoyote hata ukiwa na kesi hiyo anayekwambia jitoe kwenye hiyo kesi. Na hata akikwambia jitoe kwenye hiyo kesi, hata sema yeye utasema yeye kwa jaji au kwa hakimu. Kwa sababu mwanasheria hataki kufanya hivyo vitu. Sasa ukiona sasa Lissu anakuwa tofauti na zile ile miko ya kisheria, unashangaa je, kwa nini inakuwa hivi? Kwa sababu ile no reform ameelezea vizuri sana Mrema, hawa G55 hawa kwamba tulipaswa sisi tuingie no reform no election tukiwa ndani ya mchakato. Sasa kama mfano tunaenda kuchukua zile wale wakata wale wanagombea kata wanaenda kuchukua udiwani, wanaenda kuchukua fomu, kata nzima inawasindikiza kule kwa kiongozi kupewa zile fomu za serikali. Sasa kama kuna kunyimwa pale, kudhulumiwa, fujo inaanzia pale wakiwa kwenye mchakato. Kurudisha kata nzima inafanya nini? Inarudisha. Haya kwa jimbo hivyo anaenda kuchukua fomu ya ubunge, karibu nusu ya jimbo na kama ndio Mwaipopo tunakusindikiza kwenye jimbo lako la ubunge mfano. Twende mpaka mkurugenzi unasimama nje. Unapewa fomu yako, unakuja tunaijaza, tunarudisha, tunakusindikiza tena tunarudisha. Sasa kama kuna mtu atakunyang'anya pale, sisi ndio tunapambana naye. Na kwenye kura hivyo Mwaipopo tunapiga kura, tunaenda kukaa huko nyumbani kidogo. Wakishaanza kuhesabu tunasogea karibu. Nilikuwa nafikiri nilikuwa style hiyo. Sasa kama unataka kuibiwa pale, sisi tunasimama wote. Tumempa Mwaipopo. Na ndivyo ilivyo. Ndivyo tumempa Mwaipopo, inakuaje kashindwa? Unaona? Sasa hiyo ningemuunga mkono 100%. Lakini ukisema no reform nje ya mchakato, kwa mfano kitu kingine kinachoshangaza sasa, achilia hiyo, tume ya uchaguzi ikatoa kwamba wanatakiwa wakasaini maadili. Umeelewa? Ndio, wakasaini maadili. Sasa katibu mkuu wa chama Mnyika kakataa kwenda kuyasaini. Sababu gani? Na yale maadili ni makubaliano nyinyi mtakapogombea, mtakapoenenda kampeni na mpeane heshima na kadhalika. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina utaratibu. Na maadili yenyewe mfano usiposaini wewe sio miongoni. Chadema wameacha makusudi. Tena wakatoa na matamko hatusaini siku moja kabla. Alafu sasa washaambiwa sasa bwana kutokusaini kwenu hampo, wanasema na sisi tunataka tuwepo. Hizi sio comedy. Kwa hiyo inaonyesha Chadema
Ni vitu vingine. Wanafanya sanaa kwenye siasa. Mimi nadhani serikali inawachekea sana. Serikali inachekea Chadema. Kivipi? Kwa sababu Mnyika ni mwanasheria, anajua sheria. Mnyika ni mwanasheria, anajua sheria vizuri sana. Anakataa kwenda kusaini maadili. Mnyika amekuwa mbunge zaidi kwa miaka 10. Ameyafanya hayo yote. Angekuwa atajao wengine wamefanya utaratibu wote. Kama Mnyika si wanasema no reform no election. Wewe nikuulize nikwambia sasa kitu cha ajabu sasa hivi. Kwa mfano sasa hivi serikali tuseme tu muujiza utokee, bunge liamue hivi, liyafanya yale yote wanayotaka Chadema. Sawa? Warekebishe chote tunachotaka Chadema. Bado Chadema hawezi kugombea hata mmoja kwa sababu hawajasaini maadili. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Ndio unajua kwamba Chadema ni comedy. Umeipata hiyo? Au labda kuna mtu anawatengeneza kutoka nje kwamba amesheni migogoro tu, migogoro ile utazia ndio matatizo kama Kongo. Mimi naweza kafikiria vitu viwili. Kwa staili inaenda nayo Chadema sasa hivi. Au kuna watu CCM mle bwana, kuna watu wanataka kuchezea, watu wamechoka, watu wengine wanafanya mchezo au ndani ya Chadema wanataka kufanya mchezo. Mimi naweza kukubaliana na hicho. Kwa sababu gani? Mnyika alitakiwa asaini tu, wabaki wanasubiri hizo reforms zifanyike. Ni kweli. Sawa ili reforms zikifanyika wao pati ya kuingia kwenye uchaguzi na lisho kuombea urais. Bora hata wangeshinda kile wameshasaini. Dunia inaona mmeshiriki. Sasa wao wamekataa huo mchakato wa kugombea urais na ubunge na udiwani kwenye chama chao, wameukataa kwa kutokufa. Na ile ni jaji ameshatoa maelekezo. Na ili umpinge jaji mpaka uchaguzi uishe uende mahakamani. Sasa kumpa kesi jaji anaandaa uchaguzi nchi nzima. Unanielewa? Na kwa nini wanasaini mapema? Kuna watu wengine wanasema kwa nini imekuwa mapema sana? Sasa huwezi kuwapangia tume ya uchaguzi cha kufanya kwa sababu kuna vyama 18 vinavyoshiriki. Hivi wale wanaogombea kwenye udiwani, wanaogombea kwenye ubunge, kwenye urais, haya maadili ambayo wamesaini na kopi zake wanataka kila mmoja apate. Anapochukua zile form serikalini za kujaza za serikali anaikuwa na ile form. Sasa tume ya uchaguzi inapaswa kuandaa karatasi na kuzitengeneza ili Mama Samia anapokwenda na ACT na sio wameshamtoa na wengine kutoka nafasi ya urais, wanapopewa zile form wanapewa na ile swala la maadili pia walizingatie kwamba vyama vyao katibu wao mkuu alisaini. Mambo ya kawaida sana hayo. Unaona sasa? Tume ya uchaguzi lazima iwe na muda mpana sana kwa sababu hawajui ni vyama vingapi vitaweka madiwani. Wanaweza kuweka madiwani labda 30,000 nchi nzima. Kwa hiyo inabidi kuwe na nakala 30,000 zilizosainiwa na hao. Ni maandalizi yatakuwa makubwa. Unaona sasa? Kwa tume iko sahihi kwa sababu gani? Wanataka muda mrefu kwa sababu wakishindwa tume kufanya kesho wanaanza tena kuilaumu tume, utakuja kwenye vyombo vya habari. Tume hii imeamua kufanya mambo ya ovyo. Imeshindwa kutoa kopi ya mambo ya maadili. Unaona Sasa tume ili kuona kwamba waepuke huo mtego, wamefanya mambo yao mapema na wana cycle yao. Sasa wewe katibu mkuu tena kwa kutoa taarifa kwamba mimi siendi kusaini. Alafu wamesha saini, taarifa zinakuja bwana wale waliokataa kusaini hawatakuwepo. Mnasema hapana, sisi tunataka kuwepo. Tunataka kwenda mahakamani kushtaki. Ndio maana nasema hii sio comedy. Hebu nikuulize mlipo. Mchungaji Temba. Jana nilimwona Mheshimiwa Heche makamu mwenyekiti taifa Chadema. Analazimisha kufanya mkutano Kariakoo. Kariakoo ni eneo la biashara. Duniani kote maeneo yale yanapewa heshima. Kwa sababu mnaweza mkaingia likatokea tatizo watu wakaporwa mali zao, mkasababisha moto kalipuka au ni jambo hili la biashara. Ni sana mtu kufanya mkutano mbele ya kanisa mbele ya msikiti. Lile jambo baada ya polisi kumuondoa baadhi ya watu wamesema vibaya sana. Unalisemaje? Kwanza ngoja niseme kitu kimoja. Nimetembea kidogo nchi 12 pia nimejifunza vitu. Unajua kuna jeshi la polisi linaweza kwenda na kusaidia wewe. Lakini wewe usijue kama unasaidiwa na jeshi la polisi. Kwa mfano pale mtu anaweza kawa na hofu, ama ndani ya Chadema ama mtu mwingine adui wa nchi. Na pale kuna biashara za watu. Kuna msongamano mkubwa. Hapako proper kwa ajili ya mikutano. Hapana zile njia za kusema mtu kuna tatizo lolote na mambo mvua haya. Mtu yote akapiga hata bomu la mkono pale. Ukashangaa katika ule mkutano wamekufa watu 20-40. Wa kwanza kupewa mada kesi mechi. Ndio mwapeleka pale watu. Ndio mwapeleka watu pale. Kwa hiyo inawezekana Mungu anakuepusha kuna kitu kibaya kinafanyika. Ndio maana polisi mara nyingine pia wanalaumiwa sana lakini polisi wenyewe wanafanya kazi nzuri sana.
Kwa sababu likitokea jambo ambalo ni serious, kwa sababu hata RPC ataulizwa na OCD ili kuwa ikishafika watu wakubwa wanamuuliza pale Yongo. Sasa anapata ile mada kesi ile na uchaguzi tena mtasemaje? Ndio maana nasema vitu vingine lazima mfike mahali mkubaliane na hilo jeshi la polisi. Ili jeshi la polisi kikitokea linakuwa sio tatizo lako tena. Linakuwa tatizo la polisi, kwa sababu polisi ndio watatoa maelezo kwamba ule mkutano ulivyokuwa namna gani, walipambana, waliona nini. Mfano mimi bwana mtumishi najiuliza hivi jana walipofika polisi walipoambia muondoke tu eneo hili, kama wangekubali tu kuondoka bila kusukumana mbele, kulikuwa na nini? Tena angejenga point kubwa sana. Tena pale angejenga point kubwa sana, kwa sababu unakwambia ondoka, anambia wananchi, kwa sababu tumekuwa tunataka kuongea na polisi wamesema tuondoke. Basi naomba niwasalimie niwaambie. Sababu mkana polisi walikuwa wanania kumkamata. Na ndio maana walimwachia usiku. Sahihi. Lengo lao lilikuwa ni kuwatawanya tu eneo hili kuondoka kwa njia ya amani. Sahihi. Sasa matukio namna hii unawaambia nini Watanzania? Mimi labda niwaambie kitu kimoja wa Tanzania kwamba mimi nakumbuka mwaka 2019 Februari 27 nilikuwa Nigeria wakati Buhari anafanya timu yake ya pili na alikuwa anagombea na Abdul ambaye ni makamu wake wa rais. Yaani rais na makamu wanagombea urais. Sasa huyu mmoja kuna kabila la Igbo ambao ni Biafra miaka mingi sana, hata Nyerere alishakutetea wanataka kujitenga. Sasa wale Igbo wakaja na ile kama no reform no election kama ya huko. Sasa siku hiyo nilikuwa mji mmoja unaitwa Beni kule Nigeria, na tuliambiwa kabisa kwenye hoteli tusitoke nje kwa sababu wale Igbos walikuwa wanatumia mpaka bunduki na bastola. Walikuwa wanazuia watu kwa bastola. Kwa hiyo na wale polisi jeshi linapita na bunduki na bunduki nini, watu wanapiga kura. Alafu kama kule hujapita kule na wale nao wanapita hawa. Ni chama hicho, lakini watu wanakorofi. Point yangu ya msingi ni nini? Kwamba lakini the end of the day kwamba makamu wa rais alifeli, Buhari alishinda, na Buhari alikuwa na muda mrefu alikuwa ni mgonjwa. Ndio. Kipindi kile alikuwa na muda mrefu sana kuweza kufanya kazi muda mrefu sana. Alikuwa anaenda hospitali. Lakini kwa sababu ya ule uhuni uliofanya, makamu wa rais akashindwa kuchukua nchi. Na wale walikuwa na akapata zile kule chache, lakini akashinda, akatangazwa kwa rais. Buhari akaendelea timu ya pili. Na walitumia silaha. Sasa kama nchi kama Nigeria, kwa sababu tunaifuata nchi nyingine, no election no reform no election ilishindwa, na walikuwa wanachukua bunduki kutisha watu. Wewe ambaye huna hata panga hata mti una mkonge Masai, unazuiaje watu? Kwa hiyo unaweza kukuta ni kitu kimoja ni hivi. Mimi point yangu ya msingi nikiunganisha doti, kwa vile tulikuwa tunaiona Chadema muda mchache wakati Lissu anarudi kwa mambo ya siasa, alipita Nairobi, nikaona anahojiwa na vyombo vya habari, anasema mimi nataka nigombee wenyekiti. Nataka kugombea sio wenyekiti, kusema wenyekiti, nataka nigombee urais. Akahojiwa akiwa Nairobi kwamba mbona Mbowe mwenyekiti wako anataka kugombea urais? Lissu anasema hamna shida, mimi kusema nia yote sema yote haikatazwi kwenye chama. Mimi nashangata G55 wanataka kuwafukuza kwa sababu gani? Wakati yeye alikwenda kule Kenya alikuwa anazungumza na Mbowe kumfukuza. Sasa akaambiwa mbona Mbowe anasema wataamua wananchi kwenye chama, unaelewa? Baada ya wiki mbili Lissu kaja hapa hataki tena urais, anataka kuwa mwenyekiti wa chama. Haraka kachukua mwenyekiti wa chama. Alipochukua ndo maono yakabadilika sasa. Tena unaona ni mtu ambaye hana ile format ya maono. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni mtu anayetumiwa, analishwa maneno, analipuka. Analishwa maneno kwa anayakubali, analipuka naye, ndio shida. Kwa hiyo tuseme Lissu ni mwanasiasa au mwanaharakati? Ni mwanaharakati. Alafu je, unatofautishaje siasa ya Mbowe na ya Tundu Lissu? Sasa Mbowe tabadilisha na Lissu. Mbowe kwa sababu siasa inataka ile dunia sasa hivi. Unamwona Mandela? Mandela alipata shida kubwa sana. Lakini ametoka jela, anasema nimemsamehe. Nimemsamehe. Buterezi alikuwa anampinga Mandela na aligombea urais na Mandela. Na Mandela akashinda. Lakini Buterezi Mandela akamchukua akampa Home Affairs, kuwa waziri wa mambo ya ndani, kwa sababu wale watu walikuwa wanafanya fujo sana. Watu wa Buterezi sasa kushika watu wako hao kaa hapo. Kwa hiyo Buterezi, ukimwangalia Lissu wanafanana character. Milipuko. Lakini Mandela akamchukua akamweka chini. Kaa hapo chini. Sasa matokeo yake nini? Kama Lissu walikuwa wanasema shida ya mmoja ya watu, angalia vijana wengi wa Chadema. Unajua kuna kitu ambacho ukistadi ni kwamba leo hao wanapiga peke leo watu waangalie tu eji yao. Wamezuru mwaka 2000. Hata Nyerere amefariki hawajamu. Ana watu wa miaka 25, 22, 23 ndio wanaosumbua hao. Sasa hivi kweli mtoto wa miaka 22 leo baba yake yuko hai, haoni uchungu, anaona yeye wa siasa nchi hii. Haiwezekani. Hiyo ni kweli. Halafu na kitu nimekiona mchungaji umenikumbusha. Nimejaribu kuangalia viongozi walioko ndani ya CCM. Ili nasema kwa wazi
sisemi kwa kampeni, nasema kwa wazi. Viongozi walioko ndani ya CCM na ndani ya Chadema, viongozi wa CCM wana busara kubwa sana. Na bahati mbaya nasema kweli ni wazoefu na ni magwiji. Mfano mchukulie mtu kama katibu mkuu wa CCM hivi sasa Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa kweli yule mtu hata ukimwangalia anapoongea anaongea maneno mazuri sana. Juzi nilikuwa naona anazungumza, sikini juzi vijana nimeona leo. Anasema kwamba mwanasiasa unaweza ukakosea. Kwani usikubali tu makosa? Sahihi. Yale unayosema kubali makosa ndio tufanye siasa. Sahihi. Na ndio kumshikilia siku nani alimshikilia kipindi cha nyuma. Walimshikilia siku huyu Lissu siku nani akasema tunaomba serikali imwachie huyo mtu aje afanye siasa. Sahihi. Alisema. Kwa nikimwangalia katibu mkuu wa CCM, nikimwangalia katibu mkuu wa Chadema, nikimwangalia mwenyekiti wa CCM, nikimwangalia mwenyekiti wa Chadema, nikimwangalia makamu mwenyekiti, naona ni mbali. Kati ya Mungu kabisa. Nikiangalia makomredi wafuasi wa CCM, jamani mimi hapa sipigi debe. Na hakuna chochote tunacholipwa ila tunazungumzia taifa. Tunazungumza ndio uhuru. Ni uhuru. Kwanza ni hivi, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kila Mtanzania ni analinda rasilimali ya nchi. Rasilimali ziko na aina tatu. Na rasilimali watu, rasilimali fedha, rasilimali vitu. Ukiona sasa hivi taruma la reli linabomolewa pale, unazuia hata mwenyewe hata kuita polisi hata mgambo hata kiongozi yote, na yule mtu anashikwa kwa sheria. Na wote ndio watu ushahidi. Unaona, ukiona mtu anauliwa kichochoroni, watu wanachukua hata kumuua mtu hivi, unamtetea siuliwe kwa sababu ile rasilimali mtu. Unafanya kazi kabisa. Utasema kwa nini polisi nizuie? Kwa polisi waje wenyewe. Unamsaidia mtu asife. Unaona? Rais wako anasemwa vibaya, unamsaidia sisemwe vibaya. Nchi yako inasemwa vibaya. Kwa hiyo hii tunaifanya. Hii kazi tunaifanya ndio kazi ya katiba. Watanzania wengi wasomi katiba. Katiba ndio kazi ya katiba. Tunatakiwa tuifanye kwa nia hiyo. Na hili neno la kusema katiba hii ibadilishwe tu ndio italeta maisha iwe kama Kenya, hebu tueleze matendo chini. Hivi Kenya na Tanzania wepi kidogo na maisha. Kwa katiba hizi tu ngoja niombe kitu moja. Kwanza hii katiba iliyoko ni hatari sana kwa CCM. Wapinzani wana nafuu nayo nzuri sana. Ani hii katiba iliyoko hii. Hii katiba iliyoko hii inajaribu CCM sio wapinzani. Niambie kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu hii katiba iliyoko inasema hivi. Unasikia? Inasema hivi. Speaker wa bunge atatokana na wingi mwingi. Sawa? Ndio. Sasa hii katiba iliyoko kama wapinzani wangekuwa kwa smart, alafu wanajua wanachokifanya. Hii katiba wakiitumia vizuri, kila mtu angepambana na wananchi wanataka mabadiliko kweli, wananchi wanataka mabadiliko kweli. Wanasema sio serikali kuna polisi wamezuia. Sasa sikila mtu anaenda kwenye jimbo lake kule. Kuna wabunge labda 420 tuseme, kwa mfano 420 labda sijui kama 420 au la. Lakini hapo kwenye 400 point. Wameenda wamerudi, wapinzani wamepata wabunge 250. CCM inapata labda wabunge 150 au 120. Unaelewa? Tayari rais wa CCM lakini wabunge wengi ni wa upinzani. Unaenda kukutana bungeni. Vitano bungeni mnachagua speaker. Speaker anatoka kwa upinzani. Rais hawezi kumleta waziri mkuu. Kwa sababu waziri mkuu lazima apitishwe kwenye katiba, kwenye speaker, kwenye bunge. Na bunge wale hawezi kukubali. Kwa hiyo itabidi serikali ikae. Wakubaliane hawa wapinzani. Ni nani anayekuwa smart aliyopata kura nyingi kwenye jimbo? Yeye ndio atakayepitishwa na rais au waziri mkuu. Tayari sasa mtendaji mkuu wa serikali anakuwa ni mpinzani. Na speaker anakuwa ni mpinzani. Rais anakuwa kama picha. Kwa hiyo wanashindwa kuichanga. Wanashindwa kuchanga. Hadi rais sasa kwa sababu gani? Kwa sababu rais sasa inabidi awe tu mpole kwa sababu utendaji wote wa serikali, pesa zote zile ni upinzani. Waziri mkuu yuko pale. Na speaker yuko pale. Na wao ndio wanatoa hoja. Kwa hiyo chama tawala anabaki na rais ambaye ni kama picha. Na rais anabidi awe mpole kwa sababu rais asipokuwa mpole akiharibu tu hawa wanatengeneza saa yote kura. Kwa sababu katiba ya nchi hii ilivyo sasa nakwambia. Rais anaondolewa na bunge. Bunge linakaa pale. Linaleta hoja. Linapitisha, of course kuna lazima atakuja labda huyu jaji mkuu na nini wale katika formalities katika hilo swala la shtaka. Umeona bwana? The end of the day lenyewe ndio lenye mamlaka ya kumuondoa rais. Sasa katiba ambayo inawapa pool upande wa pili kubwa namna hiyo kwamba mnaweza mkapata waziri mkuu na mkapata speaker. Hamuoni hapo mnasema wanasiasa. Kwa sababu hivi vijana walizuru mwaka 2000 wanapiga kelele barabarani. Tunaandamana tunafanya. Sasa tumeka 2000 wanaweka 23 24 25 ndio wanasumbua. Ina maana hao watoto wana uchungu kuliko baba zao. Haiwezekani. Ambapo baba zao na miaka 50 au miaka 45.
Unaona bwana? Kwa hiyo wanamuelewa kuliko baba zao. Alafu isitoshe ni kwamba labda tungesema hivi katiba ifanywe, yani ule mchakato wa katiba unajua uliharibiwa wenyewe, yani CCM walikuwa wameshafanya utaratibu, Kikwete alisharuhusu kwa na ujanja wakaribu wenyewe kuna kugombana tena kutoka bungeni vugu tena mara hawataki mara nini. Sasa unakuta kwamba kwa ukiangalia kwa upande mwingine na ni hela nyingi zinatumika, unaona kwamba bado upinzani hawajawa na ule msimamo wa kweli kutafuta nini wanachotaka. Hawajui wanataka nini, hawajui, wanaenda kwa matukio, na hata sasa hivi unaona hizi shindani wa sio ndio Vatican pale upige picha una sign hizo isaidi kitu. Nimeona leo list na watu wameshangilia, hili ndio mnikumbusha watu wameshangilia sana, wana comment pale chini kwa sasa basi anakuwa anachukua nchi sasa, basi Chadema anachukua nchi. Wao wanachukulia kwamba mtu kwenda pale kwamba kanisa Katoliki likisha kukubali imekubalika nchi nzima, lakini wanashindwa kujua Katoliki ni sehemu ya Wakristo na si Wakristo wote wa Katoliki wanakubali Chadema. Kwanza taka watu wajue, watu wengi wanafikiri hivyo. Ingekuwa hivyo basi Emmanuel Nchimbi na yeye ni Mkatoliki. Chadema Katoliki. Kwa hiyo mimi namjua Nchimbi ni Mngoni, anatoka kwenye Katoliki. Mama yake Mnyakyusa, baba ni Mngoni. Sasa hao wote ni Wakristo hasa, sio kuchovya. Sasa kama ni hivyo, hata Wakristo wenyewe Katoliki wanagawanyika. Sahihi. Wanagawanyika. Kwamba wengine watabaki kwa Nchimbi Mkristo mwenzao, wengine watabaki kwa Lissu Mkristo mwenzao. Lakini na imani sivyo hivyo, tunazungumzia mfano. Kwa kwanza ni kwamba kitu moja. Mimi nilikuwa Mkatoliki. Okay. Yale mambo ya Katoliki. Na mimi nilikuwa na mwanzo kabisa nilikuwa natumikia altare ile, kuvaa wale wasaidizi wa maaskofu wa mapadri wa mtumishi wa misa wale ipo Paimara Kominyo kila kitu nimepata. Pale mashtaki huko wanatoka Mkelema huko. Point iko hivi. Sisi tulikuwa tunafuta kwenye madarasa yale. Tukiwa wadogo ya Ukatoliki. Na KKT kwa madarasa yao. Na Waislamu walikuwa na madarasa. Hakuna mtu anayekwenda kwenye madarasa ya Katoliki wala Lutheran. Wote ni kukaa kwenye WhatsApp, kwenye YouTube. Ndio madarasa ya sasa hivi. Kwa hiyo ile theory ya kupata ile knowledge ya kuishi. Kwa hata shule za msingi tulikuwa tunasoma sisi. Kulikuwa siku ya Ijumaa na kulikuwa anakuja imamu anafundisha shule za serikali zile. Hizi zilikuwa za serikali zamani. Imamu anakuja kufundisha na siku ya Jumanne au Jumatano anakuja padri, kista anakuja makesti. Mpaka padri kuja kuwafundisha watoto. Kwa unakuta zile harufu za heshima ya kidini ndo walikuwa na ile misingi ya dini. Leo biashara kusema siku na Mkatoliki ili watu wanakaa Mkatoliki Lutheran na nia Muislamu hamna mtu anajua. Kwanza mna mtu anafikiri nchi tumekaa kwa Katoliki. Hiyo vitu vya dini hapa havipo. Tuko hivyo kabila na udini nchi. Utabaki peke yako. Kama unategemea msaada wa kabila na udini unabaki peke yako. Haipo. Kwa hiyo ndugu mtumishi wa Mungu, tunaendelea ukingoni. Unawaambia nini wa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu unaokuja? Labda mimi niwaambie kitu kimoja kwamba tuenda kule Angola kwa mfano. Savimbi alifanya kitu vibaya sana. Nchi mpaka sasa hivi na watu walikuwa wajui makosa mama. Mimi nimshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa hichi. Kwa nini nasema hivyo? Hisi sisi kama chama nasema kitu kimoja. Amesaidia tumepata visa free Angola. Watu wajue kama Angola ina faida gani na sisi tunaumiaje Angola. Angola watu wamekaa Morogoro, watu wa Angola Tanzania imetumia gharama kubwa sana, wa Namibia na wa Angola wamekaa Morogoro. Nyerere katumia gharama kubwa sana ya kuwatunza, kuwalisha, lakini tunaenda Angola, tunaenda Namibia bure bila visa, lakini na Angola tunaenda kwa visa. Visa ya Angola ni ngumu kuliko ya South Africa, kuliko ya Marekani kuipata ile visa bado. Ni kweli. Umeelewa? Na tuna biashara connection nzuri sana na Angola. Kwa hiyo sasa Angola wamepata shida kwa sababu gani? Kuna masehemu mpaka sasa hivi watu wanashindwa kuishi kwenye kununua kiwanja kwa sababu kuna mabomu yalichimbiwa chini. Yaani nchi imechimbiwa mabomu ikakosa thamani eneo. Chini kuna madini, kuna almasi, lakini hakuna thamani kwa sababu kuna bomu. Watu wamekatika miguu kwenye kulima, watu wakaacha kulima kama vile Kongo, watu hawalimi kwa sababu ya mabomu hayo. Unakaa kwenye nchi ambayo sasa hivi pwani ambayo ilikuwa iko kama jangwa, watu wanakata mikaa kila siku. Watu wanatengeneza gongo linakuja Dar es Salaam. Sasa hivi pwani ukiangalia ni viwanda. Kwala, hebu niambie. Sehemu kama inaitwa Kwala pale vigwaza unaingia ndani kwa 15. Sehemu ambapo ndio kwa wachimba watengeneza gongo na mikaa mikubwa inakuja Dar es Salaam kwa sababu vijana hapa. Sasa hivi imekuwa ni kokasi ya viwanda. Simo wa China wameka viwanda pale zaidi ya 100. Sasa hicho anakataa nasema nchi na wanapoa China na Waarabu haiwezekani.
Hii unaiona. Sasa Heche, ngoja nimrudishe, ndio kwa na kwamba Mkapa ameuza viwanda vyote. Kwamba viwanda vimeuzwa Mkapa, vimeuzwa mashirika, vimeuzwa ovyo ovyo, watu wamefanya nini vingine, wakasema kwa kuna watu wa CCM huko Morogoro wanafugia mbuzi. Samia akaja kuleta viwanda vile, mnalaumu Mkapa ameviuza ovyo ovyo. Mlandizi pale njia Mlandizi mpaka Mzenga, tena iweko tu lami, ni viwanda vitupu mpaka Mzenga kilomita 15. Pale Chalize kwenyewe pale kuna viwanda vya tiles zinaenda mpaka Ulaya. Vijana wanafanya kazi, wa Tanzania wanafanya kazi. Sasa mimi nawaambia Chadema hivi, wafanye research. Viwanda vyote vya Wachina vinawafanya kazi wangapi? Hata kama wanalipo 10,000 kwa siku au 3,000 kwa siku, lakini timu mtu anaridhika, anapata hela, anakula na mtoto wake. Wafanye research, watu waambie kwanza Wachina wote Tanzania, viwanda vyote Tanzania vinawafanya kazi idadi ngapi, na alafu sasa ndio waje na hoja. Na unafikiri kwa nini Chadema hajawahi kueleza sera yake kwamba yeye akipata, mimi nasikia kwamba akisimama Chadema anatuhumu tu. Sahihi. Lakini sijasikia kama umesikia kwamba anatoa sera, nikipata serikali nitafanya hivi na hivi. Ushasikia? Tena sasa hivi ndio muda kabisa. Sasa hivi tukulaumu, tunakulalamika tu. Alafu mimi kwanza nimuulize swali. Mimi nataka huruma sasa. Mimi naomba labda swali la mwisho, labda niulize serikali. Tume ya uchaguzi kwa sasa hivi kwanza wala serikali haihusiki. Ndugu yangu hapo unataka kuongea sasa hivi. Ukiongea serikali mna mtu akusikia. Samia naye ni mgombea. Nani sijui ni Mchimbi naye ni mgombea. Hadi sasa hivi ni tume ya uchaguzi ndio inaoshika nchi sasa hivi. Kwa sababu ndio yenye ratibu aje na viongozi waje wapya. Kwa hiyo hata kama una address sasa hivi ndio lolote unalotaka kule address, mwambie mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Mimi niombe tume ya uchaguzi. Wameshatuambia Chadema hawapo kwenye mchakato. Itoke order tu kwa polisi nchi nzima kwamba Chadema sasa hivi wangepisha kwanza walioko kwenye mchakato kama SC. Ndio wasikie sera zao, kwa sababu sasa hata kusema sana sera hawagombea udiwani, hawagombea ubunge wala urais. Sasa Chadema haja sasa ndio maana wanaharibu, na ndio maana nataka kwa kuzuiwa. Okay. Umeelewa Kwa ndio maana wana sera wana promote fujo tu. Hadi sasa hivi unatakiwa kuongea ni ACT na hivi kama vingine hiyo siju nani UDP, unaona bwana, NLD, kwa sababu wale wamesaini wanaweza kutueleza sera zao. Sasa Chadema hawako kwenye mchakato. Kwa hiyo niombe tume ya uchaguzi, nimombe makamu na ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji, hebu tu muongozo ili nchi isiwe sasa hivi inachanganya watu wanakuja wengine wanatukana, lakini hatuwapi kura na hawagombei. Madamu wameshajitoa na mmeshatueleza kwamba ni ndani ya miaka 5 hawawezi kuwa na nafasi hiyo, basi tume ya uchaguzi itoe tu nani moja kwa moja. Yaani Chadema anataka mtoto bila kuwa na mtu. Tunapataje? Unaona sasa hivi. Unaona huo muujiza unaotafuta. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa Chadema ndio maana nikasemaje, hawa wanafanya comedy. Na haya mataifa ya nje yatatusikiza sisi wa Tanzania tutakaoongea. Hawezi kusikiza kikundi cha watu. Sio kikundi cha watu. Alafu Chadema kama chama msiseme nyinyi ni chama, yani nyinyi so you are not so special kuliko wengine ndani ya chama, ndani ya nchi. Kwamba sisi wa Tanzania tutakaozungumza wala sio serikali. Kwa hiyo niombe tu tume ya uchaguzi kwamba itoe tu muongozo kwamba vyama ambavyo vinatakiwa kufanya kampeni na kutoa kunadi sera zao ni hivi. Na unafikiri kwa nini, kwa kumalizia, Chadema unapozungumza kama hivi wao wanakuwa ni sehemu ya tatizo, wanakuita chama. Lakini kitokea mtu akiwa support wao wanaona ndio right. Unafikiri ni mawazo ya namna gani kwamba ukweli uwe kwao tu, kwa nje ya wao hakuna ukweli? Na hii serikali ndio inaumu, ndio iliyojenga mabarabara wanapita wao, masoko makubwa kali wanapita wao, umeme wanatumia wao, uwezo wa kuleta magari yote kitajiwa na tembelea wao, ni serikali imetengeneza. Lakini bado wao ukiyasema hata hayo wanakuita wewe chawa, ila ukiungana na vugu zao wako right, unaficha tatizo hili. Tatizo kwa hivi, nataka nikupe siri. Chadema ilikuwa inafanya vizuri kwa nyuma kidogo sana, lakini baada diasporas au Tanzania wanaokaa nje ya nchi, kuna kipindi walikuwa wanalazimisha kwa uraia pacha hapa, baadaye wakakoroga wakaona serikali sasa inataka kuwashughulikia, lakini bado wanakuwa na wao wanataka kuleta fujo, wakaapa kwamba watashughulikia serikali. Sasa diasporas baadhi, sio wote, lakini baadhi ya Watanzania wanaoishi nje ya nchi wakaona sasa kuanza kushughulika na serikali, ndio wakaanza kumpampu Lissu. Walipoanza kumpampu Lissu wakaanza kumuona wakamwona huyu nani Mbowe haelekei kama yeye, kwa mama ndio wakaanza kumtukana Mbowe na kuona Mbowe kalichwa hela, sio ametoka jela, sio nini, wakapotea vitu vyote. Kwa diaspora ndio wakaleta vita hiyo, wakina Maria Sarungi. Chama cha Chadema sasa hivi kiko mikononi mwa Maria Sarungi na grupu la baadhi ya Watanzania walioko nje, na ndio hao walikuwa wanampa hela silaha naweka vijana nchi nzima kumtukana Mbowe.
Ndio hao baadhi, ndio maana sasa hivi nashangaa wale vijana, mbona Lissu kachikwa? Wale vijana walikuwa mikoani huko wanasema Mboya tumtaki aje Lissu, bila hivyo chama kinakufa. Mbona wako kimya? Ni hela za nje. Na wale walipoona hivyo amekaa pale Lissu wamemwacha na chama. Lissu amekosa hela, ameanza tone. Na Lissu ana kasumba ya kutoa pesa. Yeye mwenyewe amekuwa mbunge. Na chama kimoja kwa na maskini. Tulisema it's true. Vyama vyote Afrika, vyama vyote Afrika vya upinzani vimechukua na watu wenye fedha au wana nguvu ya fedha. Rais wa Zambia ndio tajiri namba 1 wa Malawi wa Zambia. Kweli? Akaenda na anaishi nyumbani kwake. Hadi aishi ikulu hadi nyumba ya ikulu ya Zambia ni ndogo kudhaminisha na nyumba ni kwake. Huyo mchungaji huyo hapo nani Malawi huyo. Alikuwa ni askofu wa makanisa yote Afrika. Yule sio Malawi. Tajiri. Umeelewa? Michael Sata kabla ya huyu rais wa Zambia alofariki alikuwa mfanyabiashara mkubwa wa Zambia wa PF, mwenyekiti wa PF na mfanyabiashara mkubwa sana Zambia akachukua nchi. Kwa hiyo tunaona Shangirai alipofanya ile mchezo sio anaweza kubadilisha sio atakuweke huyu chama kimkufa. Na huku Uganda yule Baseje walipoanza kubadilisha uongozi unaweka maskini chama kimekufa. Kwa sababu lazima muonyeshe, unaona Odinga hapa, unamwona baba hapa. Baba huyo kaenda akakosa Afrika, akirudi tu mzigo na 27 anachukua. Kwa sababu watu wanakuangalia kama Mungu anakupa nchi, lazima akupe uwezo kwanza kumsaidia watu. Eti kunusurika mbona tunanunulia na ndege wao marais. Watu kibao msikia tukutana hapo watu wananusurika na ndege lakini hajai kuwa viongozi. Hadi Lissu nafasi ya karama ya uongozi hajapewa. Ni kweli kwa rais hajapewa. Ya harakati na nayo. Harakati sawa. Alafu kulikuwa na watu wana nguvu. Lissu hajawa na nguvu kama ya Mrema. Lissu hajawa na nguvu kama ya yule Sheikh Ahmadi, Profesa Lipumba anasema wewe anajulikana dunia yote. Profesa dunia. Alafu Mtikila mwenyewe ni sio mwanasheria. Amepewa heshima ya kisheria kwa sababu alienda kudai mahakamani. Kuombea binafsi mpaka mahakama East Africa ikasema huyu anatetea. Sasa hebu niambie Lissu ana kesi gani? Hiyo kesi ya Nyang'ole hata ukienda kuwatetea jaji anaona bora ni wapo Tanzania kuliko mgeni. Poleni sana Chadema. Kwa ndugu zangu wa Tanzania ndio mtumishi wa Mungu mchungaji Temba. Au unaitwa mwinjilisti wa kimataifa. Mwinjilisti wa kimataifa. Fireman. Fireman. Yes. Leo tutapata na maombi ndani ya ofisi yetu. Na Mungu atakwenda katubariki. Naomba ufike kwa maombi kwa ajili ya kumwombea Rais Samia. Amen. Na kuiombea nchi na serikali na viongozi wote. Mtumishi wa Mungu, mimi nayo mafuta yangu haya. Mafuta mimi sifanyi ushirikina. Na mimi ndio ni mtumishi. Ukweli wangu natukuliwa. Hii ni zaituni, nimeshaeleza sana. Inatoka Palestina, yani Jerusalem. Ni mafuta mazuri. Lakini nikupe ubashiri mtumishi. Nikikuangalia na kuona kama kuna kitu kiko ndani yako bila kujua. Haki ya Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu na mimi ni shehe mhubiri. International. Naona kuna kitu kiko ndani yako. Kuna sura ya uongozi wa kinchi. Haki ya Mungu. Kuna sura ya uongozi wa kinchi. Lakini kama kuna uongozi kuna nyuma yake. Kitu ninachotaka kusema kitu kimoja. Tumuombe mama Samia Suluhu Hassan. Hatapata roho ya kifafa cha kuanguka kuanzia sasa. Tulikataa hiyo roho. Kwa sababu sasa hivi kuna watu wanajipanga kwenye mambo ya uchawi. Hilo mloge rais. Hilo mloge mama. Na tunataka tumuombe asilogwe. Hadi sasa hivi wamefeli kila kona. Sasa hivi wamebaki kwenye eneo hili la uchawi tu. Tunakumbuka mambo mengi ya wakuu wa nchi duniani sijawahi kukosea. Humo ndani kuna watu wachache wanatafuta mambo ya uchawi. Hawatafanikiwa. Wamloge rais. Wamloge mama rais. Hata anuka kifafa tunakataa. Sasa wachungaji mpo, maaskofu mpo, mashehe mpo. Hao watu watapita wapi? Sasa unaona sasa. Wote tazungukwa na Mungu. Amina. Tunamuombea. Yes. Sasa mtumishi naomba ufunge na maombi. Yatatujumuisha sote kwa sababu tunahitaji amani. Na Mungu anamsikia yoyote, Mungu asikii kwa ubaguzi wala kwa mamlaka ya mtu au chochote. Mungu yoyote anamsikia. Njooni kwangu na mizigo mizito. Nami nitawapumzisha. Baada ya kumaliza kipindi na mchungaji ambaye ni mtumishi wa Mungu ndugu Temba, nafikiri amezungumza ni mengi, tumefanya mahojiano vizuri, lakini
Sina budi ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipa afya na neema ya kuweza kutoa huduma kwa watu. Labda nizungumze kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila ugonjwa una dawa kasoro za mauti. Na napenda leo nionyeshe product yetu, dawa zetu tunawatibu watu vipi. Ndugu zangu, wengi wamekuwa wakiniuliza. Tumesema watu wenye matatizo ya kisukari, yani unapona kabisa sukari. Kabisa. Sisi tunaenda kudili na kongosho. Baada ya sukari kuna ugonjwa wa kifafa. Tunautibu na mtu anapona kabisa. Lakini mtu ajue kuna kifafa na kuna jini kifafa. Kwa lazima utueleze, utupigie simu. Na ndio maana tukasema mtu asitume message, atupigie simu. Na vile vile watu wenye matatizo ya mgolo tunautibu kabisa. Vidonda vya tumbo vinakwisha kabisa. Na vile vile watu wenye matatizo ya pressure. Dawa zetu nimesema sisi hatutengenezi dawa tukaziweka tukapakipaki humu chochoroni, hapana. Naomba radhi kwa lugha ya chochoroni. Yaani kuzipaki dawa ambavyo sio rasmi. Ndugu zangu, dawa zetu sisi tunashare na mataifa. Sio vidawa, ni dawa, ni tiba hasa. Ila tupendi kujisifu tu. Hizi ni dawa hasa ambazo zinatoka, tunashare na ndugu zetu kutoka China, Waislamu wenzetu ambao wanaziweka katika mfumo mzuri kabisa. Kutoka Uturuki, Waislamu wenzetu ni wataalamu kabisa, ma specialist, mabingwa wa tiba za kisuna, za kisheria na tiba za kibiolojia. Kwa watu ni wasiwasi. Hata ukienda popote hizi dawa utaziona ziwe katika mfumo mzuri. Tena dawa kweli. Mfano dawa zetu tunaziweka kama hivi. Ndugu wa kamera naomba chukua vizuri. Unaona tunaziweka kama hivi. Hii ni dawa ya kifafa. Na zinakwenda Omani. Hivi hapa hizi dawa za kifafa. Hii yote hii. Naona hizi. Ni dawa za kifafa. Akitumia hizi kifafa kinapona kabisa. Hataanguka tena. Biidhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hizi zote ni dawa za kifafa. Melewa ndugu zangu, kwa hiyo anakwenda kutumia mtu. Yuko Omani. Dawa zetu za sukari ni hizi hapa. Hizi nazo zinakwenda Marekani na Omani. Tuna wateja wengi sana. Hata wazungu wanatuma hela tunatumia. Tunaenda kutuma kwa DHL. Hii ni dawa ya sukari. Na hii dawa ukinywa unapona kabisa. Sukari bye bye. Kwa wale watu wenye matatizo ya kisukari, pressure, sijui mgolo, vidonda vya tumbo, tezi dume, acha kufanya operation. Tatizo watu wanaishi kwa hisia. Acha kufanya operation, njoo tutakutibu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mungu yuko. Hizi hapa. Sasa niende kwenye watu wenye matatizo maradhi ya kishirikina. Hayo ni maradhi ya kibiolojia. Kuna watu wanaumwa magonjwa ya kishirikina kwa sababu wamelogwa. Akikaa usiku anaota ndoto za kutisha. Umeona? Akifanya mambo yake hayaendi, anakuwa na nuksi, anakuwa na mkosi. Na kuna watu wanajiandaa kuchukua fomu wagombea ubunge, wagombea udiwani. Wallahi kuna watu hata mgombee vipi mtatupa ila hampiti kwa sababu mna vimavi, mna mikosi. Mmeshazikiwa vitu kwenye makaburi. Sasa usiende kutoa uchawi mwilini kwako kwa kutumia uchawi. Kuna watu anapata pesa lakini haikai. Kuna watu wanapata pesa lakini ile pesa haikai. Kuna mtu anaoa mke akai na mke. Anazaa watoto wanakuwa majununi yote, vilaza, washenzi. Hizi tabia zote za kishirikina. Uchawi unafanyiwa au umetupiwa mashetani. Kuna mtu anashindwa hata kufanya tendo la ndoa, anakuwa anachukiwa tu. Akiingia usiku anashindwa kufanya tendo la ndoa na mkewe na mumewe. Mtoto wa kike kusikia maumivu makali sehemu ya siri. Kuota unapaa, kuota unalishwa vitu, ni kweli unalishwa. Ukilima shamba upati mazao, hata ukiuza kiwanja chako hakiuziki. Mtoto wa kike haolewi, mtoto wa kiume ukai na mke, mtoto wa kike ukai na mume. Hatimaye mtoto wa kike kuwa changudoa. Kuna watu wanaingia kwenye changudoa watoto wa kike kutokana na kulogwa. Ukiwa ofisini, unaingia ofisini wewe msomi, unaugua sana, ukitoka nyumbani kwako mzima. Unafanya wema kwa watu lakini watu hawapokei kama ni wema, wanapokea kama ubaya tu. Watu wanakusema vibaya tu. Unatenda mema. Ukiingia ofisini ni mtu mstaarabu, mchapakazi, lakini watu wanaona ovyo tu, stupid. Haya mambo yote ni ya kulogwa na ni ya kishirikina. Tunayo mafuta haya hapa. Na yenyewe nitapenda niyachambue.
Mafuta ni mengi sana, watu wengi wanapewa mafuta. Lakini nataka nikwambieni hivi, mafuta mnayotumia ni inaitwa olive oil. Olive oil sio tiba. Ile olive oil inatoka Spain na Italy. Iko madukani imejaa chungu mzima. Ile inaletwa kwa ajili ya watu wenye cholesterol, wenye pressure na visukari. Yale ni mafuta ya kula kama ilivyokuwa mafuta ya alizeti. Sio tiba ile. Sasa watu kwa kushindwa kufuata haya mafuta, kwa sababu mafuta ni kali, yanatoka Palestina. Hata Waarabu wenyewe ukienda Warabuni anayekana mafuta haya ni bilionea. Dumu la lita 10 lile, la lita 5 lile, 5 liters, dumu la lita 5. Ukiliagiza kutoka Palestina mpaka hapa, mpaka kukufikia Tanzania, wallahi umeliagiza kwa hela ndogo ni dola 1,500. Hiyo ndio ile ya kawaida unaletewa chakula. Sasa hivi kumekuwa na mapigano, tunayapata kwa tabu sana. Sasa mafuta haya tunaita mafuta ya nuru kwa sababu Mungu ndani ya Qur'ani ameyaeleza ni nuru juu ya nuru. Kusoma katika Qur'ani sura 24 aya 35. Na katika Qur'ani nyingine sura 60, sura 95 aya ya kwanza, Mungu amesema watini wa zaituni. Ile mizeituni original walikuwa wanakwenda wanakula matunda yake manabii. Matunda yake alikula Isa bin Maryam ambao Kristo anamuita Yesu. Zaituni yenyewe original ndio hii. Ukipata bahati ukaipata hii, ukapaka mwilini kwako, hata ukimpa mkono mtu mcheo utamwona anavyotetemeka. Anakukimbia. Ni nuru, nuru kweli kweli. Ukiweka dukani kwako kuna watu wakifanya biashara, watu wanakuja wanachukua tu hela yake, haioni. Akilima shamba haioni, wewe weka ndani ya duka tu ichupa basi. Wapake sana watoto, watakuwa very bright. Wapake sana watoto. Kwa mafuta haya ni tiba. Popote mtu alipo tunamtumia kwa DHL kama yuko nje ya nchi. Kama yuko ndani ya nchi tunamtumia kwa mabasi na kadhalika. Huko tunakuletea. Naomba sana mnielewe. Watu wengi wamekuwa sio waelewa, maskini ya Mungu, sijui kwa sababu na maradhi amewapiga. Maradhi ya kichawi yapo, unalogwa wewe kama maradhi ya hospitali kabisa. Lakini unakuwa uponi, wenzako wanatibiwa na kula dawa wanapona. Mara wewe sukari, mara figo, mara ukimwi, mara kichwa kinauma sana, mara macho haoni mbali, mara kuchukiwa na watu, moyo unakwenda mbio, miguu kwa inawaka moto, unasikia vitu vinatembea mwilini kabisa. Na miguu inakwenda waka moto, mwili wote unasikia kama kuna shafu zinatembea. Sometimes unasikia mwili wote kama unawaka moto. Huo ni uchawi, umefanywa uchawi. Nilikutana na mzee mmoja wa Kimasai Arusha, Kalogwa. Ananiambia Mwipopo, unasikia mwili wote kama niko kwenye tanuri la moto. Nikamwambia uchawi huo baba, moto umeshakupiga. Tulimtibu kwa mafuta haya. Kwa hiyo hatusemi kama tunashawishi watu, naomba tueleweke, tunasema ili watu watuelewe, waache kutembea na ushirikina, waje tuwape huduma iliyokuwa haina makando. Watu wa dini zote na makabila yote. Naomba mtu anipigie simu, sio mtu aniulize shehe mafuta hayo bei gani? Shehe dawa ya kisukari bei gani? Mimi sina pharmacy ya madawa. Mimi siuzi dawa. Sisi ni matabibu, tunatibu. Na tunafanya dua huko kuliko brother. Qur'ani ni mwiba, ni bunduki, ni kombola. Unaweza ukajua kuisoma lakini usijue matumizi yake. Sasa sisi tunashangaa sana watoto wanatuvuruga wanatutukana. Wallahi bila nakwapia. Sisi tuna kitabu. Wewe huwezi kunitisha. Kama mimi naweza kupambana na jini. Jini ni kiumbe usiyemuona lakini yeye anakuona. Tunapambana nao na tunawatoa. Na mtu anakutoka hapa mzima kabisa. Wewe unanibabaisha wewe. Mimi napambana na Subiani, Makata na anatoka. Utakuja kunibabaisha wewe brother. Kwa tuheshimiane tu. Sasa unapotaka huduma yetu wewe piga simu shehe, mimi na tatizo kadha. Huo ndio taratibu. Sio niambie shehe bei gani mafuta. Yaani nakupa haya mafuta kutokana na tatizo ulilo nalo. Mimi sikuuzii. Nina utalipa. Kuna mtu tatizo lake ni dogo anatumia chupa moja. Mwingine anatumia chupa 2. Mwingine paka chupa 5, mwingine paka chupa 10. Sasa mtafanana gharama ya mafuta au ya dawa hizi? Kwa ndugu zangu nimuombe radhi baba mchungaji, nimeingilia maongezi yetu. Yeyote mwenye nia hiyo anipigie simu, tunatuma duniani kokote kwa DHL. Kuna watu wako Ulaya, wako Arabuni, wako Amerika. Maisha ni magumu sana kuliko hata Afrika. Kumbe ajui watu wameshamloga, wametoka Afrika, watu wameshafunga. Wamezika na kaburini na jina lake. Hata anachofanya kule kieleweki, wenzake wanajenga Afrika ya mna lolote. Kabaki tu niko Amerika, niko Ulaya. Basi
Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike na kushare channel ya Mwaipopo TV. Utapata mambo mengi na ya kheri na ya kufurahisha. Bye bye. Utatuona kwenye TikTok yetu. Endelea kufuatilia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanasema wazi, yaliyofichwa ni ya Mungu, yaliyowekwa wazi ni ya kwetu. Ndio. Tunamshukuru Bwana Mungu kwa sababu neema yako ni ya ajabu. Wewe Mungu uliosema kwamba enendeni ulimwenguni kote mkaitangaze amani, mkawaombee watu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Baba, ninaombea neema yako ikashuke kwenye nchi ya Tanzania. Ninawaombea Watanzania wote. Ninawaombea viongozi wote. Naombea nchi hii na wale wenye matamanio ya kuona vurugu kwenye taifa la Tanzania haitatokea katika jina la Yesu. Ninamwombea Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano. Baba, hatoanguka kwenye madhabahu yoyote, hatoanguka kwenye mkutano wowote, hatopata kifafa. Ninafuta na hao wanaokwenda kufanya hila wakaaibike, wakaanguke wao, katika jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante mtumishi. Asante. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, wewe ndio umeleta, wewe ndio unajua asili, unajua dhahiri. Mola wetu mwenye kurehemu waja wako wema, tunamuinua Daktari Samia Suluhu Hassan Mola wetu. Wewe ndio umpa mfalme mtakaye na mnyima mtakaye. Mungu umemtaka Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, umemtaka mzee wetu makamu wa rais Philip Mpango, umemtaka Mwenyezi Mungu Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa makamu wa rais anayekuja na serikali nyingine. Mungu tunakukabidhi watumishi wako hawa, ukawainue, ukawashike kwa neema zako na kwa huruma yako Mungu, kwa utukufu wa jina tukufu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.